Kwa jina naitwa Ali Ramadhani Ngamia, ni mwenyekiti wa Baraza la Vijana Shehia Mbaleni. Mazumuni makubwa ya vikao hivi, kwanza ni kuweka mwamko kwa vijana, kuhamasishana katika masuala ya kimaendeleo, lakini haswa kwenye Baraza la Vijana. Kama tunavyojua, Baraza la Vijana ni jukwaa ambalo linakutanisha vijana pamoja katika kujadili na kupeana taaluma juu ya masuala ya fursa mbalimbali na changamoto ambazo zinawakumba hasa kupitia shehia zao. Leo tumepata fursa ya kufanya huu mkutano, tukazungumza na vijana mbalimbali ambao wanapatikana katika shehia Mbaleni. Lengo ni kuamsha mwamko, lakini vile vile kusikiliza changamoto mbalimbali za vijana ambazo zinawakumba katika shehia yetu. Tunakiri tunalo hilo tatizo la fursa za ajira kwa sababu ya hali ya idadi ya vijana katika maeneo mbalimbali haswa kwa ngazi ya shehia, lakini sisi kama Baraza la Vijana Shehia Mbaleni tumeandaa programu mbalimbali, kwanza za kutoa elimu, kwa sababu vijana wana mitazamo tofauti kuhusiana na masuala ya ajira. Wanahisi kwamba ajira tu ni ile ajira ambayo inatoka serikalini. Kwa hiyo tunataka tutoe elimu kwa vijana wajue kwamba hizi fursa za ajira hazipo tu kwenye taasisi za serikali, lakini vile vile zipo kwenye taasisi binafsi. Tunao miradi mbalimbali katika wilaya yetu, wilaya Kaskazini B. Kwa hiyo kupitia miradi hii nadhani kuna fursa mbalimbali humo ambayo vijana wanatakiwa waingie ili waweze kupata fursa za ajira. Kwa hiyo tutatoa elimu za hizo fursa ambayo zinapatikana katika miradi ili vijana wasiwe na ile mentality au mitazamo kwamba ajira ni ajira ya serikali tu. Kwa hiyo sisi kama Baraza la Vijana tumejipanga kuandaa programu mbalimbali za kielimu, kuhamasishana kushiriki kwenye masuala kama haya mabaraza, lakini vile vile kuwaelimisha kuhusiana na ajira mbadala, wasiwe na mitazamo kwamba ajira ni ajira ya serikali tu, na inshallah Mwenyezi Mungu atatuafikisha, tutafika inshallah. Katika uongozi wangu wa kipindi cha pili, kwa sababu tulipata nafasi ya awamu ya kwanza, mwamko kidogo haukuwa mzuri, lakini katika awamu ya hichi kipindi cha pili tulifanikiwa kwanza kufanya ziara ya shehia nzima kikanda, tukatembelea vijana wote ambao wanapatikana katika shehia, tukahamasisha. Kwa hiyo tukienda katika mlinganisho wa idadi ya wajumbe ambao washiriki katika baraza ni kubwa kulinganisha na idadi iliyopita. Kwa hiyo almost Baraza la Vijana la Shehia Mbaleni tuna wajumbe wapatao kama wajumbe 95. Kwa hiyo ni idadi kubwa ukilinganisha na idadi ya wajumbe ambao waliokuwepo katika baraza lililopita. Kwa hiyo mwamko ni mkubwa, na taarifa ya baraza na elimu ya Baraza la Vijana ipo tayari katika shehia, kila kanda ambayo shehia hii ya Mbaleni inaunda. Kwa hiyo taarifa ni kubwa, mwamko ni mkubwa, lakini vile vile idadi ya wajumbe ni wengi kulinganisha na baraza lililopita. Wito wangu kwanza, vijana tuhamasike katika kujiunga na mabaraza ya vijana katika shehia zote za Zanzibar, lakini vile vile tujiepushe na vikundi na yale mambo ambayo hayatakuwa na afya katika maendeleo ya vijana, ili fursa zikija hizi zitukute tukiwa tuko na afya njema, tukiwa tupo imara, lakini vile vile tuwe tuna uwezo wa kuzifikia zile fursa. Kwa hiyo ushauri ni huo, na natoa wito kwa vijana wote haswa wa Shehia Mbaleni kujiepusha na vikundi mbalimbali ambavyo vinahatarisha afya zao, kama uvutaji wa bangi, kukaa maskani, kwa sababu hivi vitendo vinahatarisha maendeleo ya vijana hasa ambao wanapatikana katika Shehia Mbaleni. Kwa jina naitwa Andrew Maila Mateo, ni shehe wa Shehia Mbaleni. Kwa kweli mimi kwanza naanza kupongeza hii Wizara ya Vijana, Kazi na Uwezeshaji. Hii ni wizara ambayo kwa kweli itawafikisha mbali. Kwa hivyo wasibaki kukaa kwenye vijiwe wakilalamika. Hivi sasa hivi imefika wakati wajiunge katika vikundi mbalimbali, ili kusudi vikundi vile vitapelekea kwa katika hali ya kuweza kuwawezesha kupanda chati kwa ajili ya mahitaji yao mbalimbali. Natoa wito, makundi ambayo yasiokuwa hayana tija waachane nayo. Hivi sasa hivi wajiunge katika vikundi vya uzalishaji mali vya kuwaletea maendeleo.
Kwanza lengo kuu katika kukutana na vijana wetu ama vijana wangu katika shehia yetu ya Mbaleni, kwanza ni kuwatoa vijana katika sehemu ambayo serikali haihitaji na tukawaweka katika sehemu ambayo serikali inahitaji. Lakini cha pili kwamba kuwaondolea vijana changamoto na kuwaletea vijana maendeleo. Lengo letu kwamba vijana wote wawe katika sehemu ambayo inapatia maendeleo na manufaa kama nchi ambavyo inahitaji kwa vijana, ikiwemo kuwapatia fursa za ajira, masomo, kuajiriwa ndani ya serikali hata kama sekta binafsi na makampuni. Kwa hiyo lengo letu kukutana na vijana kwamba, lakini cha pili kuwawezesha kuwahamasisha vijana kujiunga katika baraza la vijana kwa wingi, ili fursa za kiserikali zikinapotokea vijana waweze kuzipata kama serikali ambavyo inataka. Sasa hivi vijana wote ambao fursa zinapokuja zinapita katika baraza la vijana. Kwa hiyo kama sisi tumehamasisha vijana wetu waingie katika baraza la vijana, tunashukuru wamehamasika kwa wingi, wanaingia. Lengo kuu kwamba hizi fursa zinapokuja katika baraza la vijana, vijana wetu waweze kufanikiwa. Lakini pia tuna lengo kuu la kukutana na vijana wetu ama kuwaungisha katika baraza la vijana. Linatoa taaluma baraza la vijana kuhusu kijana nini afanye ili kijana apate mafanikio. Lakini pia tunataka kupunguza vile vitendo vichafu ambao serikali haihitaji, kiwemo kwamba kama vijana waachane na makundi maovu kama vile kuvuta bangi, madawa ya kulevya, kufanya mambo mabaya kama vile ubakaji na mambo mengineyo, na kukuta vijana wamekaa katika mstari ambao serikali inahitaji vijana wakae na kuweza kujipata mafanikio, lakini pia kukuza nchi yetu na taifa kiujumla. Wito wangu kwa serikali na waziri mwenye dhamana ya vijana kwamba tunajitahidi mabaraza kama kuhamasisha vijana, lakini pia zile fursa zikipatikana basi kweli zije katika mabaraza ya vijana, ili tuonekane baraza la vijana kwamba kweli tunafanya kazi ya kuhamasisha vijana, na vijana wanapopata baadhi ya fursa, japo si kwa wote, lakini wakipata kwa wachache na wale wengine wanapata uwezo wa kujiunga zaidi, na mwisho wa siku lengo la serikali litafikiwa.